Mtazamaji wa Global TV, kipindi chako cha Kona ya Mtaa, tumekuja Vikindu kwenye mtaa wa Magomeni alipokuwa akiishi msanii wa movie kutoka kwenye tamthilia ya Jua Kali ambaye alifahamika kwa jina la Laidanis Kitundu almaarufu kama Kitundu, ambaye alikuwa akihudumu kwenye tamthilia hiyo. Taarifa yake ya msiba ilianza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii baada ya director wa tamthilia hiyo Lamata kuposti kwenye akaunti yake ya Instagram, ndipo taarifa ikaanza kusambaa kwa spidi kubwa. Tumeona tufike leo hapa maeneo ya nyumbani kwake ambapo ndipo alikuwa anakiishi, ndipo ambapo misa ya kumwombea kwa ajili ya kwenda kumpumzisha mpendwa wetu kwenye makaburi ya Chang'ombe Wireless inafanyika. Kana mimi kuweza kufahamu kila kinachoendelea, watu mbalimbali wakiwa wamejitokeza, wasanii kutoka makundi mbalimbali, lakini walio wengi ni kutoka kwenye kundi la Jua Kali. Fahamu nini chanzo cha kifo cha kijana huyu? Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera Zakaria Master Gamondi na timu nzima ya Global TV. Kwanza ningependa kujua jina lako na pole sana kwa msiba. Shukrani sana. Kwa majina naitwa Khalid Tamim, ni production manager wa Lamata Village Entertainment. Pole tena kwa msiba, na tungependa kufahamu jinsi ambavyo taarifa mlizipata cha kifo cha Kitundu zilikuwa zikisemaje, haswa kifo chake kimesababishwa na nini? Kwanza Kitundu nadhani mimi ndo mtu wa kwanza kutoa taarifa ya kifo chake, kwa sababu mimi ndo mtu wa kwanza niko na familia. Yaani sio familia tu, mimi Kitundu ni kama mshikaji wangu, ni kama mtoto wangu. Yaani shote mimi nilikuwa meneja wake kwenye kazi zake. Sehemu zote ambazo amekwenda yeye, nchi yote ambayo mwana Kitundu ameenda nilikuwa naye mimi. Kwa Kitundu kwangu alikuwa kama rafiki, alikuwa kama ndugu yangu. Mwisho wa siku asungia ndaga mpaka mifaza. Dinge sijala, umeelewa? Kwa mimi alikuwa kama mtu wangu wa karibu yani. Yaani msiba huu unanihusu sana. Umefahamu? Kwa hata kifo chake ilipotokea, mimi ndo mtu wa kwanza kutoa taarifa kwa watu wengine. Kifo kinatokea nadhani kama dakika 10 baada ya kifo chake mimi ndo napata taarifa. Na chanzo uliambiwa ni nini ambacho kimesababisha kifo chake? Sababu chanzo ni tumbo tu. Tumbo. Alikuwa shida ya tumbo, I think vidonda vya tumbo. Kwa sababu that time mara mwisho alivyoumwa mimi kwa kazini na shoot, sio kazi za kushoot. Kwa alikuwa anawasiliana kwenye simu na mama yake na familia yake, tumbo namsumbua. Basi hivyo. Na mara ya mwisho wewe kuonana naye kabla ya kifo chake, labda alikuwa kwenye hali gani? Mara mwisho nimeonana naye kama mwezi huu kwenye tarehe 10 mpaka 10 na kitu hapa katikati. Ndio mara mwisho kuonana naye. Kwa hiyo alikuwa tu ananiambia tu vipi fresh, nimetoka kulala. Kwa hiyo sikujua haja kuniambia kana anaumwa tena, lakini mwanzo before alishamwaga nyuma tukamtibia akapona. Kwa hiyo yuko mwaka juzi kama siku 3-2 tu ghafla. Akiwa kwenye tamthilia ya Jua Kali alikuwa ni msanii wa namna gani kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukimuona wewe? Kitundu ni msanii ambaye cha kwanza ana adabu sana. Alafu ukiacha adabu ni mtu mwenye heshima yake ni hali juu sana. Yaani mtu unaweza kumuona kwa kawaida, lakini mtu ambaye ana heshima sana. Yeah. Kwako ameacha alama gani ambayo unasema kwamba kati ya wasanii ambao wamepita kwa Lamata basi Kitundu alikuwa ni msanii wa mfano? Yaani nikianza kumwelezea Kitundu tuongea wakati nyingine ndugu yangu. Pole sana. Asante sana. Tuelia David Mjata ni rais mstaafu wa shirikisho la filamu Tanzania. Na pia ni mdau wa tasnia ya sanaa. Kama watu wanavyojua, mimi ni mwigizaji wa siku nyingi na pia nafanya kazi na Lamata Village pamoja na watu mbalimbali kwenye sekta ya tasnia ya filamu nchini. Na Kitundu namfahamu vizuri kwa maana ya nakumbuka tulifanya tuzo za filamu ambazo zilifanyika Arusha AICC, na Kitundu alikuwa mmoja kati ya watu wamekuwa nominated kwenye kinyang'anyiro cha zile tuzo, na of course alikuwa amevaa vizuri, amependeza. Ilikuwa ni tofauti kabisa na ambavyo amefanya kwenye usika ambao alikuwa anacheza kwenye Jua Kali. Na nje ya kazi yake alikuwa anafanya, nilikuwa ni kijana mzuri ambaye ni msikivu. Kwa mimi nilikuwa namuona ananisalimia, nikimuona anashirikiana na wenzake vizuri, lakini pia alikuwa mchapakazi. Kwenye kundi la Jua Kali ameacha alama ya namna gani msanii huyu ambaye ametangulia mbele ya haki? Ameacha alama kubwa sana na alama muhimu, kwa maana ya kwanza mtu ambaye anatoka kwenye sekta nyingine au tasnia nyingine kuja kwenye sekta nyingine ambayo nyinyi mpo, mnaona kabisa huyo mtu ana vipaji vingi, kwamba sio kila mwigizaji anaweza kuwa dancer. Unaona, sio kila dancer anaweza kuwa ni mwigizaji. Kwa unapata mtu anaweza kufanya vitu mbalimbali. Hata mnavyoenda kwenye mwaliko, labda kwenye show mbalimbali au kwenye event au vitu tofauti, mnapata mtu anaweza kufanya vitu vingi. Na
Maisha yake ya sanaa, jinsi ambavyo alikuwa, ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakuvutia wewe kama wewe unasema unapokuwa unamuona unaenjoy kuitazama tamthilia ya Jua Kali ambayo inafanya vizuri wakati wote? Namna ambavyo alikuwa anawasilisha ujumbe. Unajua sasa hivi dunia, sasa hivi tuseme Tanzania, ni umri wa watu wengi zaidi ni vijana, umri wa kitundu kushuka chini. Kwa hiyo ni namna ambavyo alikuwa anawasilisha, kuelimisha jamii yake, na namna jinsi alivyokuwa anaweza kuishi nje ya mambo ya usanii. Ameondoka akiwa na umri mdogo sana. Hii inatufunza nini sisi ambao tumebaki? Kwa kawaida funzo, kifo ni funzo kama ambavyo ni kawaida, lakini pia tunakumbushwa sisi kwamba tujiandae muda wote na saa yoyote anaweza kutangulia mbele za haki. Pole sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.